that does not work, but do what? But believe on Him that does what? Kwa yeyote yule ambaye hafanyi kazi bali anafanya nini? Anamwamini nani? Anafanya nini? Soma hapo. Ukimwamini huo ni nini anamfanyia? Soma hapo malizia. Hiyo verse 5. Eh? Tuseme nini basi? Kwa Mungu yuko upande wetu. Ni nani awezaye kuwa kinyume chetu? Kwa Mungu alitutumia mwanawe, alitoa kwa ajili yetu sote. Atakosaje basi kupatia vitu vyote kwa ukarimu pamoja naye? Twende kwa hiyo 33. Ni nani atakayewashtaki wale ambao Mungu amewateua? Nani anaweza kushtaki? Nani anaweza kushtaki? Yeye tu, si ndio? Haya, endelea. 34. Ni nani basi atakayewahukumia adhabu? Kristo Yesu aliyekufa, na zaidi ya hayo aliyefufuliwa kutoka kwa wafu, kwa mkono wa kuume wa Mungu, naye pia anatuombea. Amen. From verse 33 inasema hivi, who shall lay anything to the charge of God's elect? It is God that justifies. 34, who is he that condemneth? Number 1, kwa dunia hakuna mtu anaweza kukondemna. Hata pastor. Acha kuangalia Nicholas. Hakuna mtu anaweza nini? Kwa dunia mzima hakuna, hata Ruto. Our president. Hakuna. That is number 1. Number 2 inatuambia it is Christ that unaulize wakati tuliamini tuko ndani ya nani? Sisi ni mwili wa nani? Nani kichwa ya kanisa? Anaweza hukumu mwili wake? So ni nini unaweza fanya utoke hapo? Haya, inasema aje? It is Christ that died, yea rather, that is risen again, who is even at the right hand of God, who also made intercession for him. So nani anatuombea? Wakati umesikia kwa mwisho, wakati umesikia unataka kuimba, nani anatuombea? Anatuombea tukiwa wapi? Anatuombea tukiwa ndani. Na ndio neema inatuambia ati yeye atatupresent holy and blameless, kwa sababu sisi ni nyama na nyama, na sisi ni mifupa. Kuna kumalizia hapo ile ingine 35. Ni nani atakayependa na upendo wa Kristo? Je, ni shida au taabu au mateso au njaa au uchi au hatari au upanga? Kama ilivyoandikwa, kwa ajili yako tunauawa mchana kutwa, tumehesabiwa kama kondoo wa kuchinjwa. Lakini katika mambo haya yote tunashinda, naam, zaidi ya kushinda kwa yeye anayetupenda. Endelea. Kwa maana nimekwisha kujua kwa hakika ya kuwa sio mauti wala uzima